Habari gani Mwanakio TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakio TV. Kifo cha mwanasiasa mkongwe aliyekuwa mnidhamu wa serikali William Lukuvi kimeacha pengo kubwa, huku kikiamsha kumbukumbu za ubingwa wake kudhibiti hoja bungeni, hasa wakati wa mawimbi makali ya upinzani na vijana ndani ya bunge la 9 na la 10. Ushuhuda umetolewa na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe kupitia mtandao wa X. Umefichua upande pekee wa Lukuvi kama kiongozi aliyekuwa na nidhamu ya hali ya juu katika kazi na kuheshimu wapinzani wake wa kisiasa. Usiku wa kuamkia leo ambazo ametoa hoja hizo usiku wa kuamkia leo, aliwasilisha kwamba Lukuvi hakulala. Alizunguka viwanja vya bunge usiku kucha akijaribu kujua tulichokuwa tumeandaa, lakini alifeli. Aliandika maneno hayo Zitto Zuberi Kabwe. Inaeleza kuwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete alirejesha Lukuvi kwenye front bench mwaka 2010 kwa makusudi maalum. Lengo lilikuwa ni kupata mtu mwenye uwezo wa kukabiliana na kundi la wabunge vijana, wasomi na wenye hoja kali waliokuwa wakiitesa CCM wakati huo. Baada ya juhudi za watangulizi wake kama Juma Akukwenti, Batrida Burian na Filipo Malmo kuonekana kusuasua, Lukuvi aligeuka kuwa silaha madhubuti ya serikali. Hata hivyo, licha ya ushindani huo, Lukuvi alibaki kuwa muungwana. Zitto anakumbuka kauli ya Lukuvi asubuhi baada ya mbinu za upinzani kufanikiwa: ninyi watoto wasumbufu mmenishinda. Lukuvi anakumbukwa kama mtu aliyejenga heshima, cheo cha nidhamu, mnadhimu wa serikali, yani chifu wapi, akionyesha kuwa nafasi hiyo haihitaji tu mabavu bali akili, uvumilivu, uwezo wa kukili nguvu ya hoja hata kutoka wapinzani. Msiba wake umekuwa ni hitimisho la safari ya mwanadiplomasia bungeni aliyeweza kusimama katika dhoruba za kisiasa bila kupoteza sahihi yake. Hayo ni maneno ambayo amezungumza Zitto Zuberi Kabwe. Na maoni gani kama Mwelekeo TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ndio Mwelekeo TV. Tunakutujia katika masuala ya kisiasa. Bye bye.